ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. Kisha tukapeleka baada ya hao waliopita huko nyuma, tukampeleka Musa pamoja na miujiza yetu ila Firauna wa malai, kwenda kwa Firauna na jamaa zake. Fadhalamu biha, wakazikanusha aya hizo, bimaana wakazipinga. Fandhur kaifa kana aqibatu lmufsidin, basi tazama ewe Muhammad, namna gani ulivyokuwa mwisho wa wale watu waovu, wale watu wenye kufanya uharibifu. Waqala Musa ya Firaun, na akasema Musa kumwita Firaun: ewe Firaun, inni rasulun min rabbil alamin, hakika mimi ni mjumbe atokaye kwa Bwana wa ulimwengu wote. Haqiqun ala an la aqula ala Allah illa alhaq, na mimi ni hakika juu ya kutosema juu ya Allah illa alhaq, isipokuwa lile la haki, lile la kweli. Haqiqun ala an la aqula ala Allah illa alhaq, na mimi ni mwenye pupa juu ya kuto kusema juu ya Allah isipokuwa haki, isipokuwa kweli. Ay jadirun, mimi ni uhakika kabisa. Alla aqula ala Allah illa alhaq, kutosema juu ya Allah isipokuwa kweli. Wa hariyun bi an altazima, na niko huru mimi kwangu mimi kulazimiana kwa hilo. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum, hakika nimewaleteni nyinyi hoja iliyokuwa wazi wazi toka kwa Bwana wenu. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum, hakika nimewaleteni nyinyi hoja, burhan wa hujja bahira, iliyokuwa wazi dhahiran, min rabbikum, itokao kwa Bwana wenu, ala sidqi ma adhkuruhu lakum, juu ya ukweli yale ambayo ninayowatajeni, yale ambayo ninayowaambieni kwa mambo haya. Fa arsil ma'iya bani Israil, fa arsil ma'iya bani Israil, basi waachie pamoja nami wana wa Israili. Wache huru, waachie katika utumwa wako. Hivi ndivyo anavyosema Musa kujadiliana na Firaun, hiwarun wa mujadala. Haqiqun alla aqula ala Allah illa alhaq, na mimi ni mwenye pupa juu ya kutokusema kwa Allah isipokuwa kweli. Haqiqun, na mimi ni haki, ni hakika. Alla aqula illa ala Allah illa alhaq, juu ya kutokusema kwa Allah isipokuwa ile ambalo ni kweli. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum, hakika nimewajilieni na hoja iliyokuwa wazi wazi itokao kwa Bwana wenu. Fa arsil ma'iya bani Israil, basi waachie pamoja nami wana wa Israili. Qala, akasema Firaun: in kunta ji'ta bi aya, ikiwa wewe umekuja na muujiza wowote, fa'ati biha in kunta min as-sadiqin, fa'ati biha, bas ulete muujiza huo. In kunta min as-sadiqin, ikiwa wewe ni katika wale wenye kusema kweli. Qala Firaun li Musa, ndipo pale aliposema Firaun kumwambia Musa: in kunta ji'ta bi aya, ikiwa wewe umeleta muujiza, umekuja na muujiza wowote kiasi vile unavyodai, fa'ati biha, basi ulete muujiza huo, manake niletee muujiza huo. In kunta min as-sadiqin, ikiwa wewe ni mwenye kusema kweli.
bimaana in kunta sadiqan fima da'ait, ikiwa wewe ni mwenye kusema kweli kwa yale ambao unayoyadai, annaka rasulu, kwamba wewe ni mjumbe wa Bwana wa ulimwengu wote. Fa alqa asahu, akaitupa Musa fimbo yake. Fa idha hiya thuban mubin, mara tu fimbo hiyo ni nyoka aliyewazi yani nyoka ambaye aliyewazi, kila mmoja amuone. Farada amejificha amuone yule Firauna tu, au amuona Musa tu, au amuona Musa na Firauna. Kila mmoja amuone kwa kule pale. Na hii ni muujiza katika muujiza ambayo alipewa Musa na Allah tabaraka wa taala. Faalqa asahu, akaitupa Musa fimbo yake. Bimaana faalqa Musa asahu, akaitupa Musa ile fimbo yake. Fatahawalat hayatan adhimatan dhahiratan lil'ayan, ikabadilika, ikageuka ile fimbo kuwa joka kubwa ambalo lipo wazi kabisa, kila mmoja analiona. Faalqa asahu fa idha hiya thuban mubin, bas akaitupa fimbo yake, mara tu ni nyoka aliyokuwa wazi. Wa nazaa yadahu, na akautoa mkono wake katika mfuko. Wa nazaa yadahu, akauvua mkono wake. Fa idha hiya baydha'u linnadhirin, mara tu mkono huo ni mweupe wale wenye kuutazama. Tena weupe huo min ghairi baras, ile min ghairi su, pasna mbalanga. Si kama labda ni weupe ambao umekuwa na ugonjwa ule wa ngozi, ni weupe kwa sababu ni muujiza. Mkono ule alivyotoa ulikuwa mweupe, unawaka namna hii, alivyorudisha urudi katika hali yake kawaida, pia ni katika muujiza. Kwa hiyo Firauna alivyotaka muujiza, kumwambia in kunta jita bi ayatin fa'ati biha in kunta min as-sadiqin, ndio akatoa vitu, ndio akatoa Allah. Wanazaa yadahu, manake akauvua, bimaana akautoa mkono wake, bimaana fa idha hiya baydha'u linnadhirin, mara tu mkono huo baydha, mweupe, linnadhirin, kwa wale wenye kutazama. Wajadhaba yadahu min jaybihi, akauvua mkono wake kutoka katika mfuko wake, au min janahihi. Sasa fa idha hiya baydha kalaban, Sheikh anasema mkono ule ulikuwa ni mweupe kama maziwa, kama unavyokuwa mweupe, min ghairi baras, basi na ugonjwa wa balanga. Ayatan li Firaun, hali ya kuwa ni muujiza kwa Firaun. Faidha raddaha adat ila launiha alawwal, pindi anaporudisha mkono ule hurejea katika ile rangi yake ya mwanzo. Qala almalau min qaumi Firaun, qala almalau min qaumi Firaun, na wakasema wale jamaa watukufu katika watu wa Firaun, inna hadha la sahirun alim, hakika huyu Musa huyu ni mchawi mjuzi. Sawa, mafhumu al-mukhalafa, manake wapo wachawi lakini si wajuzi, ni waerefu. Yaweza mtu akajitoa ubora wake wa kuwa toka kupiga vyafi, piga vyafi hata akapiga sarakasi. Sawa, kwa mtu ambaye ni mpuuzi atakatepelea akajua kwamba bwana mambo tayari akatuba zimepamba moto, kwa mtu akajitoa ubora wake tu wa kuwa hiyo ipo. Huyu sio sahibu mualimu. Halafu kuna wale ambao ule uchawi wajua. Sasa hawa wafuasi wa Firaun, wale watukufu wake, min asharafihi, katika wale watukufu wake. Qala almalau min qaumi Firaun, kasema wale jamaa watukufu katika watu wa Firaun, inna hadha la sahirun alim, hakika huyu Musa huyu ni mchawi mjuzi. Ay qala al-ashrafu min qaumi Firaun, wakasema wale watukufu katika watu wa Firaun, inna Musa la sahirun, hakika Musa ni mchawi. Yaakhudhu bi a'yuni nnasi, manake anayachukua macho ya watu, bikhada'ihi, kwa hadaa yake aliyokuwa nayo, iyahum, kwa ile adaa yake anakuwadanganya wao.
hatta yukhayyila ilayhim, mpaka anawadhanisha wao anna al-asa hayya, kwamba ile fimbo alikuwa nayo ni nyoka. Sawa, kwa moja kwa moja akatua kwamba Musa ni mchawi. Haiwezekani fimbo ndio kenyoka, tujaona mambo haya. Maana kwamba Musa anafanya mazingaombwe kwa maelezo ya hawa kaumu Firaun, yuridu an yukhrijakum min ardikum, anataka huyo Musa awatoweni nyinyi katika nchi yenu hii ya Misri. Ardhi hapa ikiwa na maana ya ardhi Misri, sio kajua ni ardhi Tanzania bure. Hii ni ardhi ya Misri, sababu ndio kadhia iliyotokea huko zama hizo. Yuridu an yukhrijakum min ardikum, anataka awatoweni nyinyi katika ardhi yenu, katika nchi yenu hii ya Misri. Famadha ta'murun, basi nini mnaniamrisha? Manake alipopewa maelezo haya Firauni akawaambia wale wakuu, famadha ta'murun, mnaniamrisha nini? Nini mnaamrisha? Famadha ta'murun, nini mnaamrisha? Kwa mwaamrisha kitu gani? Bimaana famadha tushiruna alayya ayuha almala fi amri Musa, vipi mnaniashiria mnaniashiria nini enyi watukufu wangu kuhusiana na hili jambo la Musa, nimfanyeje kijana? Hebu tusharieni. Watu wamekaa na mleo wameza vichwa kama vile Makuraishi walivyoumiza vichwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Sasa dawa yake ni kwamba moto ndio vile, ikawa hawana njia, wameshindwa kwa hoja. Makuraishi walikusanyika katika Darun Nadwa, jumba la mkutano. Tena Makuraishi wanatoka wanaelekea katika lile jumba, wafika pale katika mlango wa lile jumba, wakutana na mzee mzima kabisa kakaa pale mlangoni, mzee Kikongo. Wakashangaa kabisa, mzee wewe tuka wapi sasa hivi? Sasa mimi natokea maeneo ya Najd, nimesikia kwamba mna mkutano mzito kuhusiana huyu kijana, nimekuja hapa mimi nitoe ushauri wangu. Rai zilizotoka, lakini rai ya mwisho ni rai ya Abu Jahl, kwamba wakusanye kila katika kabila kijana mmoja mwenye nguvu sawa, kila mmoja akapate panga, wampige Muhammad pigo la mtu mmoja, damu ile itapakae kwa makabila yote, ili wasiweze Banu Hashim kulipiza kisasi. Maana watalipiza kwa kabila lipi katika makabila haya, sababu makabila ni mengi. Yule mzee akasema pia rai kamata. Ahlul ilm wasema mzee yule alikuwa ni ibilisi, ndio mzee aliohudhuria. Kwa hiyo mara nyingi kwamba hii mitume inaposumbua huwa wanaekewa kikao cha muda kujadiliwa jambo lao. Firauni vile vile alimwekea kikao Musa, na hichi kikao sio kumacheko kwa sababu ya bahati mbaya, makusudi, lengo ni kusambaratisha. Tayeb, yuridu an yukhrijakum, anakusudia Musa kuwatoweni nyinyi min ardhikum, katika ardhi yenu hii ya Misri. Famadha ta'murun, vipi mnaamrisha, vipi mnanishauri? Qalu, wakasema, yani fikra katika kumshauri mzee Firaun. Qalu, wakasema, arjihi wa akha, arjih manake licheleweshe jambo lake, wa akhahu, na vile vile licheleweshe jambo la ndugu yake, wa arsil fil madain hashirin, na tuma katika miji hii wale wakusanyaji. Wa arsil, na tuma fil madain, katika hii miji, hashirin, wale watakao kukusanyia wewe waganga, watakao kukusanyia wewe wachawi. Yani hii rai kwamba huyu kijana tumpe muda kwanza, tusiwe na haraka naye, na huyu ndugu yake Haruni pia tuache, tusiwaseme. Kinachotakiwa mzee hapa ni kutuma watu kwenda kukusanya washirikina na wachawi katika miji mbalimbali. Kwa sababu wale tunawaleta basi tunapambana naye, yeye kama ni mchana sisi tutafuta wachawi wenzake. Rai katika hiyo. Sawa. Qalu, wakasema, arji, kwamba licheleweshe jambo lake, maana jambo la Musa, wa akhahu, na jambo la ndugu yake Harun, wa arsil fil madain, napeleka katika miji
yani miji ya hii Misri, hashirin, wakusanyaji, watakao kukusanyia wewe, wachawi. Yuridu an yukhrijakum jami'an min ardikum, anataka Musa awatoweni nyinyi nyote katika ardhi yenu ya Misri. Qala Firaun, akasema Firaun, fabimadha tushiruna alayya ayuha almalak, basi kwa kitu gani mnaniashiria enyi watukufu fi amri Musa, kusana jambo la Musa. Qala man hadara munadharata Musa min sadati qaumi Firaun, wa akasema wale ambao walihudhuria ule mjadala wa Musa katika wale watukufu wa Firaun, akhiri Musa, manake mpe muda Musa jambo lake, wa akhahu Harun wab'ath fi madain Misr, na tuma katika hii miji ya Kimisri sasa, wa aqalimaha, na majimbo yake, ashura, tuma askari wako kwa ajili ya kwenda kukusanyia waganga. Kuikawa kuna wale wale wapambe wa Firauna, askari wa Firauna dhil autad, sio askari wake, ikawa wanatembea katika miji na wilaya na mikoa kunatafuta waganga na wachawi wanaojua kuanga vizuri kabisa. Waweza akaja mfano kama mji kama huu, wakatafuta magwiji ambao kifika usiku wale wanatembea aeroplane, sawa, tembea namna hiyo, watafutwa namna kama mji mwingine na hivyo hivyo, mkoa mwingine hivyo hivyo, wakufanya wote. Yatuka bikulli sahirin alim, watakuletea wewe kila mchawi mjuzi, kuletea ili fikra miraya napewa. Yatuka, watakuletea wewe bikulli sahirin alim, kwa kila mchawi mjuzi, bimaana yajma'u laka kulla sahirin, watakukusanyia wewe kila mchawi, maana kila mchawi wasi aliyempana, maana wasi ilmu isihr, ambaye ni mpana wa ujuzi katika kujua uchawi. Wajaa as-saharatu Firaun, wakafika wale wachawi wa Firaun, maana wale mabwana wanataka kuifanya ile kazi, kutafuta hawa wachawi. Sasa na hizi ni dini, wachawi waliposikia habari hizo wakasema hizi si dini bwana, Firaun si kiongozi, wazao wamekaa kimaslahi vipi bwana, lakini utakuwa na chochote, usina wasiwasi. Watu wakachukua matunguri yao wakaatia kwenye mikoba, watu lengo la nini? Kuja pambana na Musa. Wajaa as-saharatu Firaun, sawa, na wakaja wale wachawi wa Firaun, manake wakamjia wale wachawi Firaun. Wajaa as-saharatu Firaun, na wakamjia wale wachawi Firaun. Qalu, wakasema, inna lana la ajran, hakika tuna sisi malipo, in kunna nahnu al-ghalibin, ikiwa sisi ni wenye kushinda. Wazee kwanza, kabla yote, kabla kazi haijaanza, kwanza watu wanapanga bei kabisa. Mzee, hapa tukuja hivi hivi tu, ndio ile maisha yetu. Kwa hiyo kuna malipo yote mzee, tunasema sana sasa, piga kazi. Manake wajaa as-saharatu Firaun, wakamjia wale wachawi Firaun. Qalu, wakasema, a inna lana la jaizatan wa malan, je, tuna sisi zawadi na mali, in ghalabna Musa, kama tutamshinda Musa, tutallali kadai. Qala na'am, Firaun akasema ndio, sawa, innakum la min almuqarrabin, na hakika nyinyi ni katika wale wenye kurudishwa katika utawala wangu, nyinyi mtakuwa ni watu wangu wa karibu sana. Kijana mkimsambaratisha, bimaana mimi nitawaingiza katika serikali yangu. Akichukua kijana mwenye siasa kama hizi, nyinyi mnafanya kazi yenu kama kawaida, kwa msio na wasiwasi vijana. Kwa sawa, mzee anatengeneza vijingi wakuweza kuthibitisha ule utawala wake mbele yetu. Kwa wachawi, wahisi, wajambazi, watu mwenyewe wako nao, na kila mmoja anamtumia kwa sekta yake na hali itakayojitokeza. Qala na'am, akasema Firaun ndio.
أي قال فرعون نعم سيما فرعون ديو لكم الأجر والقرب مني إنني يجير أنا في قربيش وقوميمي إن غلبتموه كما تمشون وإنكم لمن المقربين لحقيقة نيني كتكوالي وتكوكوبشوا ونكتكوسكيزوا كتكوتولوان قالوا وكسيما يا موسى أبي موسى إما أن تلقي إما أتبه وإما أن نكون نحن الملقين إما توسيسني وين يكتب أنزل maana sasa mapambano ndio tayari yaumu zina kwa sababu umma sio watu umma umekusanyika kwa sababu Musa pamoja na ndugu yake Haruni kwa pamoja nao watu kuja katika mapambano haya Musa tumia muujiza wa Allah hawa tumia uchawi قالوا وكسيما بمعنى قال سحرة فرعون وكسيما ولوتاي وفرعون لموسى كما بيا موسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة katika ile njia ya kutakabbar na kutokujali semaje ya Musa ewe Musa ikhtar tagua an tulqi asaka kuitupa hiyo fimbo yako awalan manzo au nulqi nahnu awalan au tutupa sisi kwanza utatupa kifungo chako hapo au tuanze kutupa sisi makombora yetu ndio maana maneno haya Allah aliposema qalu wakasema ya Musa ewe Musa imma an tulqiya imma mtupe wa imma an nakuna nahnu al-mulqin na imma tuwe sisi ndio wenye kutupa qala alqu asema Musa alqu tupeni nyinyi ndio kutupa nyinyi imana qala Musa lisahara sema Musa kuambia hawa wachawi alqu antum tupeni nyinyi sawa qalu falamma alqaw zamani walipotupa zile fimbo zao saharu a'yuna an-nas sasa waliyaroga yale macho ya watu saharu a'yuna an-nas wastarhabuhum manake waliyaroga yale macho ya watu wastarhabuhum na wakawaogopesha wao wajao bisihrin adhim na wakaleta uchawi mkubwa yale macho yote yanalirogeka wakajua yale majoka kumbe vijikamba wanako wakafanyia mazingaomba walitabasiana kisa waangalia qala qasama Musa waambia wale wachawi wa Firaun alqu antum tupeni nyinyi falamma alqaw zamani walipotupa ay falamma alqaw alhibala walasif zamani walipotupa alhibala zile kamba walasina zile vile viboko bakora saharu a'yuna an-nas waliyaroga macho ya watu fakhuyila ila al-absar fakadhaniwa katika yale macho annama fa'aluhu haqiqa kwamba yale ambao waliyafanya ni hakika kabisa ni macho ya watu wakajua kwamba yale ni kweli ni kwa kweli kumbe ilikuwa ni vijikamba wamefanya kama wale watu wa mazingaombo wanaweza akachukua nyuzi akavunja kipapo na tayari ameweka mbuzi sasa mbuzi amshika papo tayari kanuka yeye yaani wewe macho yako uone leo vile kumbe tofauti anaweza kwa hivyo wastarhabuhum na wakawaogopesha wao wakawatia katika uoga haban shadidan wajao bisihrin adhim na wakaleta uchawi mkubwa kabisa Allah anasema auhaina ila Musa na tukampelekea wahai wetu Musa an alqi asak kwamba utupe fimbo yako wahyu min Allah فإذا هي تلقف ما يأفكون غفلة إلى ميزة fimbo ile ma yafikun vile ambavyo wamevizusha manake ghafla ni fimbo ile kaduka joka kubwa kabisa ikae na meza moja baada chingine papo meza giza watu wameshangaa wa auhaina ila Musa na tukapeleka wahai wetu kwa Musa bimaana wa auha Allahu ila abdihi wa rasulihi Musa alayhi salam
na akapeleka wahi Allah kwa mja wake na mtume wake Musa, fi dhalika almawqif alazim, katika kile kisimamo kikubwa kabisa, alladhi farraqa Allah fihi baina alhaq walbatil, kikao ambacho Allah amefarikisha ndani yake kati ya haki na batil. Yaamuruhu bi an yulqiya ma fi yaminihi wa hiya asa, hali ya kuwa anamwamrisha mtume wake atupe kile ambacho kipo katika mkono wake wa kuume na ni fimbo yake. Faalqaha, kaitupa, faidha hiya tablau ma yalqaunahu, ghafla ikawa inameza vile ambavyo walikuwa wamevitupa. Wayuhimuna nnasa, na ikawa wanawadhanisha watu annahu haqu wa huwa albatil. Faidha hiya talqafu ma yafikun, Allah anasema ghafla, sawa, fimbo hiyo ikawa inameza, manake ikabuka kama ni nyoka. Sasa anameza na yafikuni vile ambavyo walikuwa wakivisushi. Fawaqaa alhaq, ikathibiti wabatala ma kanu ya'malun, na yakabitalika yote yale ambayo walikuwa wakiyafanya yatenda. Fawaqaa alhaq, manake ikathibiti haqi, bimaana fadhahara alhaq wastabana, ikadhihiri na ikaibainika, liman shahidahu wa hadara, ule mwenye kushuhudia na aliyopo, fi amri Musa alayhi salam, wa annahu rasulullah yad'u ila alhaq, kwamba Musa ni mjumbe wa Allah na walingania watu katika haki. Wa batala ma kanu ya'malun, na vikabatilika vyote ambavyo walikuwa wakivifanya. Fahulibu hunalik, Allah anasema, na wakashindwa hapo. Fahulibu hunalika, na wakashindwa hapo. Wanqalabu saghirin, na wakarudi hali ya kuwa ni wanyonge, wadhalili, wenye kushindwa. Karejea, manake ushindi ukawa ni nani? Ukawa ni wa Musa. Ulqiya as-saharatu sajidin, na wakapomoka wale wachawi hali ya kuwa ni wenye kusujudu. Ulqiya as-saharatu, wakapomoka wale wachawi. Fa bimaana wa kharra as-saharatu, saharatu ni jamu ismu fa'il ya sahir, manake wakapomoka wale wachawi sajidin, hali ya kuwa ni wenye kusujudu. Ala wujuhihim, kwa nyuso zao, lillahi rabbil alamin, kwa Bwana wa Mola wa ulimwengu wote. Lamma ayanu min adhimi qudrati llah, zamani walipoona wazi wazi ule ukubwa wa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Qalu, wakasema, manake wakasema wale wachawi wa Firauni, amanna bi rabbil alamin, tumemwamini Bwana wa ulimwengu wote, Rabbi Musa wa Harun. Tuko sawa? Bwana wa Musa na Harun. Sasa wachawi wanatoka sasa katika uchawi, wanakwenda katika tauhid, wanatoka katika sihr na shirk kwenda katika tauhid. Sawa? Qalu, wakasema, manake wakasema wale saharatu Firaun, amanna bi rabbil alamin, manake tumemwamini Bwana wa ulimwengu wote, Rabbi Musa wa Harun, Bwana wa Musa na Harun. Qala Firaun, wakasema Firaun, amantum bihi qabla an adhana lakum, hivi mmemwamini yeye qabla an adhana lakum, kabla sijawaruhusuni nyinyi, kabla ya kuwaruhusu nyinyi, manake kabla ya kuwapa ruhusa nyinyi. Inna hadha la makrun makartumuhu fi Madina, hakika hivi ni vitimbi, hakika hivi ni vituko, hakika hii ni hila. Makartumuhu, mmevipanga vituko hivyo, fil Madina, katika mji huu. Litukhriju minha ahlaha, ili mpate kuwatoa katika mji huo watu wake. Fasawfa ta'lamun, punde kidogo mtajua mimi ni nani. Watu wakachemshana kibao pale Allah aliposema Rabbi Musa wa Harun, wa huwa Rabbu Musa wa Harun, wa huwa alladhi yajibu, nani yule ambaye inapasa an tusrafa lahu al-ibadatu wahdahu, yani kwamba ziendeshwe zile ibada kwa ajili yake peke yake, wahdahu duna man siwa.
Qala Firaun, akasema Firaun lisahara, kuambia wale wachawi, amantum bihi, hivi mmemwamini huyo Allah, qabla an adana lakum, kabla ya kuwaruhusu nyinyi, bilimani bihi, kwa kuamini. Inna imanakum billahi, hakika kule kumwamini kwenu Allah, wa tasdiqakum li Musa, na kumsadikisha kwenu Musa. Allah anasema Firaun, inna hadha la makrun makartumuhu, hakika hii ni mbinu mlioipanga, mbinu hiyo, fil madinati, katika mji huu, mbinu hii mmeipanga. Maana kwamba kana kwamba Musa sasa kama kwamba Firaun anawashutumu wale wachawi wake kwamba wao na Musa lao ni moja, anaweza kibao wacha wao kwa tafuta mwenyewe bwana Firaun, kwa tatizo tena sio kwa tafuta mwenyewe pale tapo. Musa ajaje umeshinda tafuta mali, tafuta sehemu wema, kuna maelezo mengi. Inna hadha la makrun makartum, hakika hii ni mbinu mlioipanga, mbinu hiyo, fil madina, katika mji huu, litukhriju minha ahlaha, ili mpate kuwatoa katika mji huu watu wake. Maana ahla madinatikum minha ila sahara, wapeleka katika mabonde wanda. Fasawfa ta'lamuna, pindi kidogo mtajua, ayuha sahara, enyi wachawi, ma yahillu bikum min al'adhabi wal nakal, kile ambacho kitakachowashukieni nyinyi katika adhabu, ninyi mtajili na nyinyi. Sasa kwanza mimi ndo niliwaleta hapa mjini, si nilikuwa kwenu kibandani kwa makao, si niliwaleta hapa mjini, mimi ndio mwenyeji wenu. Mbona leo mjifanya werefu? Sasa nitawaonyeshea kama ndiko sawa. Alafu akawapia, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, na hapa nitaikata mikono yenu na miguu yenu kwa kupishana. Maana nikikata mguu wa kushoto, nikikata mkono wa kushoto, na nitakata mguu wa kulia, na nikikata mkono wa kuume, maana nitamalizia na mguu wa kushoto. Sasa utatembea vipi? Thumma la usallibannakum ajma'in, kisha nitawatundika nyote. Maana nitawafua lugha taslim, maana nikutundika au sio? Wa thumma la usallibannakum, kisha nitawatundika nyote, ajma'in, nyote nyinyi nitawasulubu, sababu akili zenu nyinyi ni mbaya. Ndio maana maneno haya, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum ayyuha sahara, na hapa nitaikata mikono yenu na miguu yenu, enyi wachawi, min khilaf, wa kutofautiana, biqat'i al-yadi al-yumna wa ar-rijli al-yusra, kwa kule kukata mkono wa kuume kwa mkono wa kushoto, kwa mguu wa kushoto, au al-yadi al-yusra wa ar-rijli al-yumna, au mkono wa kushoto na mguu wa kuume. Kisha nitawatunikeni nyinyi ala judhu'i an-nakhla au ala judhu'i an-nakhla, katika vile vishinda vya mitende, tawatunika tankila bikum rahaban binnas. Kwanza ni kwa ajili ya kuadhibu nyinyi na kuwahofisha watu wengine wasirudie kutoka kama tena. Qalu, wakasema, inna ila rabbina munqalibun. Wana imani ilipopanda hiyo, ndio maana kwamba imani yazidu yako. Inna, hakika sisi, ila rabbina, kwa Bwana wetu tu, munqalibun, wenye kurejea. Sisi tutarejea kwa Bwana wetu, sio kwa wewe. Wewe si Mungu, tafuta mahali nao, tafuta mahali uheme, ya kwamba tafuta sehemu hukumue. Qalu, wakasema, limana qala as-saharatu li Fir'aun, wakasema wale wachawi kumwambia Fir'aun, qad tahaqqaqna, hakika tumeshahakiki, anna ila Allahi raji'un, kwamba sisi kwa Bwana wetu, kwa Allah ndio marejeo, tuje kurejea. Wa anna adhabahu ashaddu min adhabik, na adhabu yake Allah ni kubwa zaidi kuliko adhabu yake. Inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna, na wala haututukii sisi, illa an amanna bi ayati rabbina, isipokuwa tu ni kwa kule kuamini aya za Bwana wetu, lamma jaatna, zamani zilipotujilia sisi. Rabbana, Bwana wetu, afrigh alaina sabran, tunakuomba utumiminie sisi uvumilivu, watawaffana muslimin, na utufisha sisi hali ya kuwa Muislamu, sababu hii hali hapa inahitaji uvumilivu. Tuomba sisi utupe uvumilivu,
Haya ndio unatakuwa Muislamu unapofikia katika mazingira magumu, hali ngumu sana, omba Allah akupe subra. Kwa sababu wewe mwenyewe unyanyue mikono yako kumwomba Allah akupe subra. Jamani, kwa sababu sio utasikiliza mtu akipata tatizo na kwa mganga kienyeji, anahisi kwamba tatizo lake lile ndio litatatuliwa kule. Nani kasema nani? Nani? Hao katika hali ngumu kabisa, manake wao wanapambana na mtawala, kiongozi, lakini atajisupa katika hili. Wama tanqimu minna, na wala haututukii sisi ewe Firaun, illa an amanna biayati rabbina, isipokuwa ni kwa kule tu kuziamini aya za Bwana wetu, lamma jaatna, zamani zilipotujia sisi. Hili ndio linatukia sisi kama wale ashabu al-ukhdud, wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Sio tayeb. Rabbana, Bwana wetu, afrigh alaina sabran, tunakuomba utumiminie sisi subra na uvumilivu, watawaffana muslimin, na utufishe sisi hali ya kuwa ni Waislamu. Waqala al-mala'u min qaumi fir'aun, wakasema wale wakuu katika watu wa Firaun, wale walimpa ushauri kwamba atafute wachawi, wazee watoa rai nyingine. Sasa manake ile raha walioitoa imekwenda, lakini imegoma, imegunda. Sawa. Waqala al-mala'u min qaumi Firaun, na wakasema wale wakuu katika jamaa wa Firaun, atadharu Musa wa qauma, hivi utamwacha Musa na jamaa zake, liyufsidu fil ardh, wafanye uharibifu katika hii nchi ya Misri, wayadharaka wa alihataka, na akuache wewe na hii miungu yako. Maana utamwacha Musa afanye shughuli zake na wewe atakuacha na waungu wako hawa. Qala, akasema Firaun, sanuqatilu abinaa, kwanza tutawaua wale watoto wao wa kiume kama ada yetu, wanastahi nisaahum, na tutawabakisha wale wake zao kwa ajili ya kututumikia sisi. Wa inna fawqahum qahirun, na hakika sisi juu yao ni wenye kushinda, ni maana ni wenye tulifanya kutulia. Tutatoa sherehe nyingine wakati wote, utawala wa kibabe. Sawa, kuonyesha kwamba kulipita wababe katika ulimwengu wa dunia. Wako wapi wale wababe hii dunia? Wako wapi? Sondoka. Waqala al-mala'u min qaumi Firaun, na wakasema wale watukufu katika jamaa wa Firaun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh, hivi utamwacha Musa na jamaa zake waendelee kufanya uharibifu, ili wafanye uharibifu katika hii nchi? Wayadharaka wa alihataka, na akuache wewe Musa na waungu wako. Ndio sawa. طيب. قال akasema Firaun, sanuqatilu abinaahum, tutawaua watoto wao, abinaa bani Israil, wanastahi nisaahum, na tutawabakisha hai wake zao, lilkhidma, kwa ajili ya kututumikia. Wa inna fawqahum qahirun, na hakika sisi juu yao ni wenye nguvu. Qala Musa liqaumihi, akasema Musa kuambia wale watu wake, kashapata wafuasi sasa, wale wachawi wote wamemunga mkono yeye na ana ndugu yake Haruni. Tena akamwambia istainu billahi wasbiru, mtakeeni msaada Allah na mvumilie, kuonyesha kama Muislamu anapokuwa na matatizo ya aina yoyote, kwanza atakuwa atake msaada kwa Allah tabaraka, na vile vile atakuwa avumilie. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Walakin mtakeni msaada Allah tabaraka wa taala katika mambo yenu yanayowapata, bisabri, kwa kuvumilia, was-salati, na kusali kwa wingi sana, inna Allaha ma'as-sabirin. Kwa nini uvumilie kwa matatizo ya kupata? Hivi ndivyo walivyokuwa watu wema wakihusiana katika subra. Qala Musa liqaumihi, akasema Musa kuambia jamaa zake,
ista'inu bis-sabri, ista'inu billahi wasbiru, mtakeni msaada katika mambo yenu, kumtaka msaada Allah, wasbiru, na vumilieni. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi, hakika ardhi ni milki ya Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadihi, humpa ardhi hiyo yule amtakaye katika waja wake. Wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema kwa wale wenye kumwogopa Allah. Wao ndio watakuwa na mwisho mwema, bimaana waovu hawana mwisho mwema. Mantiko sawa? Ndio. Qalu, wakasema, manake wakasema wale watu wa Musa, ay qala qaumu Musa, si wachawi tena. Ahlul ilmu wanakuambia qaumu Musa. Qalu, wakasema watu wa Musa, udhina min qabli an ta'tiyana, tumeudhiwa sisi kabla haujatujia Musa. Wa min ba'di ma ji'tana, na baada pia ya kutujia tumeudhiwa. Manake sasa wanatoa malalamiko na ufanywa kwa Firauni katika utawala wake. Si mtu mzuri, mtu mbaya sana, fanya mambo mabaya tu. Qala, qasima Musa, asa rabbukum an yuhlika aduwakum, hakika Bwana wenu atamuangamiza adui wenu, ambao ni nani hapa? Firauni na watu wake. Wayastakhlifakum fil ardh, na atawafanya nini ni viongozi katika hii nchi ya Misri. Fayanzura kaifa ta'malun, alafu atatazama Allah namna gani mtafanya na Mungu. Sikawa mwalimu wenzenu tunanyinyiza mkapewa ukhalifa na viongozi mkajisahau, kufanya makubwa zaidi ya haya. Qalu, wakasema watu wa Musa, udhina min qabli an ta'tiyana, tumeudhiwa sisi kabla ya kutujia sisi. Sasa manake ubitulina, tumeondwa, wa udhina, na tumeudhiwa sisi bidhabih abnaina, kwa kule kuchinja watoto wetu wa kiume, wastihyai nisaina, na kubakishwa hai watoto wetu wa kike, ala yadi Firauna wa qaumihi, katika milki ya Firauna na jamaa. Wa min qabli an ta'tiyana, na kabla ya kutujia sisi. Wa min ba'di ma ji'tana, na baada ya kutujia pia vile bado tuudhiwa tu sisi. Wanalalamika hawa. Qala, akasema asa rabbukum, huenda Bwana wenu, an yuhlika aduwakum, huenda Bwana wenu akamuangamiza adui wenu ambaye ni Firauna na jamaa zake. Wayastakhlifakum fil ardh, na akawafanya nini ni viongozi, ni makhalifa katika ardhi ya Misri. Fayanzura kaifa ta'malun, na atatazama Allah namna gani mtafanya. Walaqad akhadna ala firauna bisinin, Allah nasema, na wallahi hakika tuliwaadhibu watu wa Firauna bisinin, kwa ukame. Wa naqsin min athamarat, na kuwapuuzia aina mbalimbali za matunda. La'allahum yadhakkarun, ili wao wapate kuonyeka. Walionyeka. Walaqad akhadna ala Firaun, na wallahi hakika tuliwaadhibu watu wa Firaun bisinina, kwa ukame, manake bilqahti waljad, kwa ukame, manake ule ukame wa vyakula, wana njaa kweli. Wa naqsin min athamarat, na kupuuziwa aina mbalimbali za matunda. La'allahum yadhakkarun, huenda wao wakaonyeka. Subhanaka Allahumma bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.